No reforms, no election. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama, ndio msimamo wa baraza kuu la chama, ndio msimamo wa kamati kuu ya chama, ndio msimamo wa viongozi mliowaweka, mkawapa amri na watasimamia amri ya mkutano mkuu, sio amri ya mtu mwingine yoyote kutoka nje. Sasa tulikuwa Ruvuma, RPC ananiambia mkitaka kuzungumza hapa msizungumze no reform. Nikamwambia kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini kisemwe kwenye chama chetu, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu na utakuwa na sehemu ya kuamua. Lakini sisi tukishaagizwa na mkutano mkuu, sisi ni kutekeleza. Tunaelewana vizuri? Wala tutachukua maamuzi ya mtu mwingine wa pembeni. Ndio msimamo wa chama. Kesi ya uhaini ndio mara ya kwanza kwenye mfumo wa vyama vingi kiongozi wa upinzani unayeshindana naye unampa kesi ya treason, kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani hadi uchaguzi wa nchi unaibiwa? Leo wanatuambia sisi tukasaini maadili, kwamba tusipo saini maadili tutaondolewa kwenye uchaguzi. Hii tume ya taifa ya uchaguzi ina maadili? Hapo inataka tukasaini maadili ambayo yenyewe haina hayo maadili. Zuia mawakala wa Chadema, wana maadili hao? Hao wanaoondoa mtu mwenye degree 2 wanamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu wanapitisha mtu wa CCM wa darasa la 7 eti anajua kusoma na kuandika, wana maadili hao? Wamemuondoa huyu kijana wakili wa mahakama kuu anagombea kijiji, wakamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa CCM darasa la 7. Kama kuna mtu anasema kusema hivyo ni makosa, asimame hapa mbele yetu. Kama kuna kiongozi wa chama chetu anasema sisi kuchukua msimamo huo tunakosea, asimame hapa. Asimame hapa. Watu wanaoondoa mtu mwenye degree 2 kwamba hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa darasa la 7 kwamba anajua kusoma kuliko mtu mwenye degree 2, alafu anatuambia sisi tukasaini maadili. Maadili gani? Mambo jema sio lazima wakaliona watu wengi. Wanatutishia kwamba Chadema itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Chadema itakufa hii? Na ife kama tasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli, na ife kuliko kuwepo inasimamia uongo. Kuliko tuwe na chama kinachosimamia uongo. Tuko tayari sisi wengine kuacha hii siasa. Kama viongozi wetu mnataka mimi na Lissu tusimamie uongo, mimi siko tayari kuwa sehemu ambayo na riski maisha yangu na wakati wote na windwa, alafu nasimamia uongo na ukataa CCM. Mimi na nafasi ya kwenda CCM nikapata nafasi.